Mbali na taarifa hiyo, katika miaka ya hivi karibuni eneo la Budalangi katika kaunti ya Busia limekuwa likikumbwa na mafuriko ambayo yameacha athari kubwa kwa wakazi. Lakini sasa makovu hayo yamegeuka kuwa fursa mpya ya kiuchumi kupitia utalii wa mazingira na tamaduni. Gavana Busia Paul Otuoma amewataka wenye uwezo wa kifedha kuwekeza katika sekta hiyo, hususan katika ufuo wa Ziwa Victoria. Munene John na taarifa hii kamili. Katika ufuo wa Magoye ndani ya eneo bunge la Budalangi, shughuli za mashindano ya mashua zimewaleta pamoja mamia ya wakazi waliojitokeza kushuhudia mabadiliko mapya katika sekta ya utalii. Ni wakati huu ambapo gavana wa Busia Paul Otuoma aliongoza hafla ya uzinduzi rasmi wa hoteli ya kifahari ya Breeze Resort, hatua inayolenga kufufua utalii katika sehemu ambayo hapo awali ilikuwa ikijulikana kwa mafuriko ya mara kwa mara. But it has taken very many years for these young Gen Zs and his madam to come and put up something like this here so that the whole world can enjoy nature. Otuoma anasema sasa ni wakati wa wakazi na wawekezaji kutambua dhamani ya rasilimali zilizopo, ukiwemo ufuo wa Ziwa Victoria, na kuzigeuza kuwa vyanzo vya mapato na ajira kwa jamii ya eneo hilo, huku akisisitiza kuwa uwekezaji kama huu unatoa ishara kuwa Budalangi, licha ya historia yake ya changamoto, sasa inajipanga upya kama kitovu cha utalii, michezo ya majini na burudani. Kauli yake iliungwa mkono na spika wa bunge la kaunti ya Busia Frederick Odilo, ambaye ameitaka serikali kuu na ile ya kaunti kuongeza msaada kwa wawekezaji wanaojitokeza mashinani ili kukuza utalii na tamaduni. Odilo amesema miundombinu kama barabara, usalama na huduma za kimsingi ni nguzo muhimu zitakazofanya wawekezaji kuendelea kuelekeza macho yao Busia. Tutakuwa mbali sana. Na nafikiri katika sheria zetu katika nchi tawala kuu na hapa ya kaunti, kuna vile wale wanawekeza pesa wanaweza kuwa pia supported ili waweze kufanya mengi na mengi zaidi. Identity ya Budalangi ilijulikana kama mafuriko. Serikali saidia. Lakini sasa tukiona vitu kama hivi vikija, ni kwa sababu tunabadilisha utambulisho wa Budalangi. Aidha, wakazi wa Budalangi wanaeleza kuwa miradi kama hii imeanza kubadilisha taswira ya eneo hili, huku baadhi ya vijana wakipata mafunzo na fursa za kazi katika sekta ya huduma, uelekezi wa watalii na biashara ndogo ndogo zinazozidi kuchipuka pembezoni mwa mto wa ufuo. Munene John nikiripotia runinga ya TV47 Nairobi. Asante sana Munene John kwa taarifa hiyo.